Viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wa Wiper wamejitokeza kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kaunti ya Laikipia. Viongozi hao wakisema kuwa Ebola ni hatari sana kwa maisha ya wananchi wa Kenya, haswa ikizingatiwa kuwa Marekani ina uwezo wa hospitali bora kuliko Kenya. Aidha, wamebaini kuwa kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, aina ya virusi hivyo vya Ebola wakati huu ni hatari zaidi. Wameshinikiza kanisa kuwa katika mstari wa mbele kutetea Wakenya kuhusiana na swala hili. Serikali ikiendelea na mipangilio ya kujenga kambi ya karantini nchini kukabili ugonjwa wa Ebola kufuatia makubaliano na serikali ya Marekani. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wamejitokeza kupinga hatua hiyo, wakisema kuwa ni huzuni sana kwamba kati ya mataifa yote Kenya ndio ilichaguliwa kusaidia Marekani. To say this is wrong. We have nothing against the United States. But we are also a responsible country. If the US is saying this Ebola thing is so serious, we don't want our own citizens brought here because of the danger of any spread. It cannot be that Kenya, we are so good, we are so magnanimous, that we are willing to take the risk that the United States is not willing to take. I want to say this is wrong. And I want to agree with the High Court of Kenya, who have issued a conservatory order stopping the establishment of an Ebola center within the Republic of Kenya. Gachagua akisema kuwa sio vema kukubali kituo hicho kujengwa nchini, kwani Marekani ikilinganishwa na Kenya ina vituo, vifaa na hospitali zilizo bora zaidi kukabili ugonjwa huo. America, the way it is established, they have the best working health system in the world, to an extent that medical equipment in America, even hospital beds and other equipment like MRI scanners, they only keep them 2 years. They discard them, they get new equipment. If they are that advanced and they lack confidence that they can handle that Ebola, what about our country here? Na sida shida tuko nazo. Hata hapa Kenyatta National Hospital gloves hakuna. Hata GV inakosekana. Hata chakula ya wagonjwa hakuna. Sasa Ebola mtawezana naye? Wakristo mtawezana na Ebola? Tumekubaliana tusikubalie hiyo maneno hapa. Na hatuna ubaya. It's a reckless decision and the government must reconsider. Kwa upande wake, Eugene Wamalwa akitaka kanisa kupaza sauti na kushirikiana na Wakenya kupinga uamuzi huu, kwani utaathiri pakubwa maisha ya Wakenya na hata kanisa kwa ujumla. Like the church to join us. We'd like to hear the voice of the church. We as the united opposition have spoken out about this because we know the danger that this will put our country in. I was your minister for devolution when the COVID-19 pandemic broke out. The church was the hardest hit. You remember churches were closed. There was the issue of reducing the number of those who would be allowed in. And Ebola would be a worse pandemic. And that is why we are saying, just the way the Americans have said they do not want Ebola on American soil, Ugandans are saying the same. We, the people of Kenya, are also saying we do not want Ebola in our country. Frederick Kwambua, Undugu TV.